بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. kiendelea baada ya kuona wudhu na istirahatu qalbiyya ma'al wudhu, wajibatul wudhu'i. Leo tupo katika sunanul wudhu'i, vitu ambavyo hukumu yake si ya ulazima katika udhu. Ndio maana yake hii haileti tafsiri mbaya wale wanaoona sunna ni kitu hakir. Hapa bado tuko katika istilahati alfiqhiyya za kifiqhi ambazo mtu asitafsiri kwamba sunna bwana ni vitu vidogo vidogo tu ambavyo mtu ufanye usifanye hakuna nini. La, bali hizi ni istilah za kifiqhiyya kwamba kitu hiki ni sunna kufanya au ni katika sunna za kitu fulani, kwa maana si wajibu. Sawa? Kwa kitu cha kwanza kabisa, ghaslu kaffain thalathan qabla idkhalihima fi al-ina', kuosha viganja, kuviosha viganja mara tatu kabla ya kuviingiza katika chombo. Yaani umetoka ulikotoka. Huu ni udhu kwa wale ambao hawatumii koki hizi miundombinu ya maji kwamba kwa hiyo wanatumia makopo yale. Sio kwamba mtu azamishe tu mkono wake mle kwenye kopo moja kwa moja, hapana. Naanza kuosha, unaona unajimwagia maji kwenye viganja vyako mara tatu. Alafu baada ya hapo kunapofuatia sasa unaweza ukaingiza vile viganja ukaendelea. Hii ni sunna, kuosha vile viganja mara tatu kabla ya kuviingiza katika chombo. Ina ni chombo. Ya pili katika sunna, yani si wajibu, asiwaku, kupiga mswaki. Siwaku, kupiga mswaki. Wa huwa al-'ud. Nasema huo mswaki maana yake kipande cha jiti alladhi tunadhafu bihi al-asnan, bali kwa jiti hilo basi husafisha au husafishia meno, ndio siwak. Sasa hivi tuna brush hizi ambazo zinatengenezwa kisasa zaidi. Namba tatu wanasema al-madmadatu, kusukutua. Wa huwa tahriku al-ma'i dakhil al-fam, kule kuyatikisa maji ndani ya mdomo, yani mdomoni mtu akaingiza maji kisha akayatikisa yale maji, ndio inaitwa madmadha. Kayazungusha na natikisa. Min ashidqi ila ashidqi, kutoka shavu hili mpaka shavu hili. Kaingiza maji kazungusha huku kwenye shavu hili, yani kwa ndani mpaka shavu hili. Kule kile kitendo cha kuzungusha kile ndio kinaitwa madmadha, kusukutua. Shidqu janibul fam, shidqu ni sehemu ya pembeni ya mdomo, ndio shidqu. Sawa? Hii ni sunna. Namba 4 katika sunan za udhu, istinshaqu, kule kupandisha maji puani. Nasema wahwa, na hii istinshaqu ni jazbul ma'i bil anf, kuvuta maji kwa pua, kuyavuta maji kwa kutumia pua. Wal istintharu, kuyatoa maji hayo. Wa huwa ikhrajuhu, kule kuyatoa hayo maji, unayavuta kwa pua alafu unayatoa. Wa yukrahu fi as-sa'im, jambo hili linakarahisha, ni karaha kufanywa kwa aliyefunga. Aliyefunga haitakiwi afanye hivyo.
kujichunga, hatakikani afanye hivi, sababu maji haya hayaaminiki kutokea katika jaufu, hayaaminiki kufika kooni. Maji haya vuta tu kwa kukosea kwa pua, basi maji haya yanakuja kuingia kooni. Na ikiwa ni inapiga sana na kiu na ni maji ambayo ni matamu, kuyatema itakuwa ngumu, utaendelea tu utayameza, itakuwa ni tatizo. Namba 5 katika vitu ambavyo si vya lazima wala faradhi kuvifanya, bali inapendeza, ndio hivyo sunna: takhlilu asabi'i al-yadayn war-rijlayn biidkhali al-ma'i bainahuma. Takhlilu asabi'i al-yadayn, fanyia takhlil vidole hivi vya mikono miwili, warijlain, miguu miwili, kwa kuingiza maji kati yake. Asili ya mtu yuko hivi, na huku kwenye miguu pia kumebanana. Kwa katika kutawadha mtu isibakie tu kwamba ametawadha, hakikishe kwamba huku umeingia maji, ndio kufanya takhlil. Sawa, unaviachanisha, unaweka maji kwenye miguu kadhalika hivyo. Ukibana miguu hivi katika vidole, maji yanazasifika, basi unatakiwa uachanishe hivi vidole vyako na maji uingize mpaka huko, ndio takhlil. Namba 6, takhlilu lihiyati bilma'i, fanyia takhlil kama tulivyotangulia katika vidole. Kwa kufanyia takhlil lihiyati bilma'i, ndevu kwa maji, ai infadhu alma'i dakhilha, kufikisha maji ndani ya ndevu. Wala ndevu nyingi, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi asitosheke tu kufanya hivi, lazima ndevu zake ziwe kwamba zimelowana na maji kwa haka. Sawa sawa, melowana. Namba 7, at-tathlithu. Namba 7 katika vitu ambavyo si wajibu, si faradhi, isipokuwa inapendeza, ni kule kufanya mara 3. Bi an yakuna al-adadu 3, idadi iwe ni mara 3, kwamba mtu ananawa mikono mara 3, sawa, miguu mara 3, anasukutua mara 3, panisha maji puani mara 3. Fasunnatu 3, sunna ni mara 3. Walfardhu maratan wahida, lakini iliyo ya faradhi na ulazima ni mara 1. Kwa zile mara 2 zinazoongezeka ni za ziada, inapendeza, lakini kilichokuwa cha lazima hasatan ni mara 1. Namba 8, at-tayammum, kuanza kwa upande wa kulia. At-tayammum, kuanza kwa upande wa kulia, ai albad'u bil yamini thumma ash-shimali, kuanza kwa upande wa kulia kisha kushoto. Hii ni katika sunna, kuanza upande wa kulia kisha ukafuatia kushoto. Hii ni sunna. Namba 9, mashu al-udhnayn ma'a ad-dakhili, min ad-dakhili ila al-kharij, kupangusa masikio mawili kuanzia ndani mpaka nje. Kule kuyapangusa ni moja katika vitu ambavyo si vya lazima, ni vitu vya kupendeza, inapendeza kufanya hivyo, sunna. Namba 10, ad-du'a ba'da al-wudu'i, dua baada ya udhu. Dua baada ya udhu, nani atamkumbusha katika wanafunzi? Lakini dua baada ya udhu tunasemaje? Man aleta shahada? Sawa, nani atakayeleta hiyo shahada? Tumsikilize.
tayari. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Hivi haijathibiti inshallah tupitie. Lakini namba 11, salatu rak'atayn ba'dahu, uswali rakaa mbili baada ya kila udhu utakaotia. Ni mmoja katika shi'ar za wacha Mungu, kila akitawadha ule udhu wake anautilia nguvu kwa kuswalia rakaa mbili. Sawa sawa. Sahaba gani alikuwa anadumu sana na jambo hili? Kama mnakumbuka, sahaba gani ambaye alikuwa sunna hii anaidumisha sana? Bilal ibn Rabah. Mpaka Mtume akisema, una kitu gani unachofanya? Nienda kule nimesikia peponi unapitisha nyayo zako, yani unatembea katika pepo huku na kule. Sema mimi sitawadhi udhu wangu kamilika ila mimi nitaswalia. Kwa hiyo uswali rakaa mbili, utawadha umetia udhu, swali rakaa mbili. Hiyo ni muda wa swala au sio wa swala, lakini ule udhu wako ule utawadha ule ukaswalia rakaa mbili. Sawa. Sunna ya udhu kwamba umetawadha umaliza, basi swali rakaa haka. Allah tujalie tuwe ni wenye kudumu na udhu. Naam, kuna maisha ya wenzetu wengine waliojichagulia mashaallah alhamdulillah mkosi na udhu, labda akiwa tukalala usiku, na hapo wenyewe kaenda kulala usiku kaenda na udhu, usiku wenyewe ukalala na udhu, huyo huwezi kumchezea hata kidogo. Hawezi kuchezewa na wachawi wala waovu hata kidogo. Sawa sawa. Ni moja katika sunna zilizopuuzwa sana. Kwa mtu analala anaenda kutawadha ndio anaenda kulala. Sisi hilo hatujali. Naam, hapa kuna makruhati alwudhu'i yanayokarahisha katika udhu. Yukrahu lilmuslimi almutawaddi umuran minha, nachukiza kwa kila muislamu mwenye kutawadha kufanya mambo miongoni mwayo, an yatruka sunnatan min as-sunan as-sabiqa, inachukiza kuacha sunna katika hizi zilizotangulia. Namba 2, an yatawadha fi makanin najisin illa fi daruratin, kutawadha katika sehemu ya najisi. Anatawadha sehemu ambayo ina najisi, matakataka, vitu vichafu, akatawadhia hapo, ila tu ikiwa kuna dharura ya kufanya hivyo ndio afanye, lakini kutawadha sehemu ya najisi haifai. Namba 3, yukrahu alkalamu ala alwudhu'i idha kana kalaman haraman, inachukiza kuzungumza ukiwa unatawadha, hasa ikiwa maneno hayo ni haramu. Sawa. Asili ya kuzungumza ukiwa unatawadha hakuna asili hiyo, lakini hakuna katazo mtu kuzungumza akiwa anatia udhu. Lakini ikiwa mazungumzo atakayozungumza mtu hayana maana yoyote, ni bora akaacha. Namba 4, katika makruhati alwudhu'i, inavyochukiza kufanya ukiwa unatawadha, aziyadatu ala aladadi 3, kuzidisha idadi zaidi ya 3. Mkono umeunawa mara 7, hii ni karaha. Namba 5, israfu fil ma'i, kufanya israfu katika maji. Ka an yaftaha as-sumbur an akhirihi, kama vile mtu kufungulia koki mpaka mwisho, kaifungulia mpaka mwisho. Wa yatabata fil wudhu'i, alafu yeye mwenyewe atia udhu taratibu taratibu. Hizi ndio hali ambazo tunazokuta, kwamba mtu amefungulia koki mpaka mwisho, msikia maji, afu yeye mwenyewe unamkuta anapiga mswaki huku maji koki inamwaga huko. Yani hao ndio mazingira ya misikiti yetu. Sawa sawa.
Mtu kafungulia koki ile mpaka mwisho, yeye mwenyewe anakunja na nini, anakunja kanzu kwanza, anachukua kikofia chake kile, akitafuta makopa huku tayari maji kashafungulia. Hii ni israfu, ni matumizi mabaya ya maji, matumizi mabaya ya mali, rasilimali za Waislamu unazitumia vibaya. Takiwa unafungulia kidogo, unafunga. Sawa, unafungulia kidogo hivi, unatawaza, unafunga, wahakadha. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenye swali inshallah anaweza. Naam.